Katika kosa kubwa analolifanya Harmonize na katika swala ambalo always amekuwa ni mdhaifu mkubwa sana ni kwa Kajala na ex wake. Yani anashindwa kufanya maamuzi ya kupiga hatua kwenye penzi lake. Tunajua kwa sasa yupo kwenye penzi lake na Abby Chams, lakini kwa nini always inakuwa ni vigumu sana kwa Harmonize kumove up na kuweza kumove kwenye step nyingine ya kuendelea kufocus na mpenzi wake? Na hilo ameweza kulithibitisha kwenye mtandao wa Instagram, kwenye Insta story, kwa kuweza kuandika neno ambalo ameweza kulinukuu hapo kwamba tatizo bado nampenda Kajala, na huku akiwa amezungumza maneno mengi sana kwamba anamwomba msamaha mpenzi wake ambaye kwa sasa yuko naye, na ni swala ambalo ameweza kulizungumza kwa ukweli kwamba anampenda sana Abby Chams na yupo kwenye malengo naye, lakini katika swala ambalo hawezi kulificha mbele ya mashabiki na mbele ya Watanzania ni kwamba still bado anampenda Kajala. Yani yale mapenzi yake na ule mwenendo wake ambao alikuwa akiutaka kwa Kajala still bado uko kwenye moyo wake. Kwa hiyo ni swala ambalo always Harmonize tumekuwa tukimlaumu sana kwamba yani ifike muda na ifike mahala kwamba Kajala ana maisha yake na yeye mwenyewe pia ana maisha yake. Kwa hiyo ni kuangalia tu kuna kufocus na mziki wake na kufocus na baby mama wake kwa sasa ambaye ni Abby Chams, kwa sababu kitendo cha kuzidi kujionyesha kama hivyo kwamba yeye ni mdhaifu kwa Kajala, hata hivyo inazidi kumpa nguvu na kumpa credit sana Kajala kesho na keshokutwa, hata pindi wanapokutana, manake inakuwa ni rahisi pia kumuumiza tena Harmonize, na hata ikafikia kwenye kipengele pia cha kuweza kumchuna. Kama unavyojua wasanii wetu, dada zetu wa mjini kwenye swala zima la maokoto. Kwa hiyo pia Harmonize ataendelea kuumia kadri ya siku zinavozidi kuendelea, na ndio maana pia ilifika kipindi ambapo kabla hawajaachana Harmonize aliweza kutumia gharama nyingi sana kwa Kajala, na ilipofikia kwenye kipindi cha kuachana Harmonize akawa anakumbuka mpaka range zake. Kwa hiyo ni swala ambalo Harmonize nafikiri kwenye kujifunza ama kwenye kurudia makosa anataka aendelee kurudia kosa, na bado hajakoma na bado hajaumia na kile kilichokumtokea kwa mara ya kwanza, kwa sababu tayari yupo na mtu ambaye ni Abby Chams, lakini why still anaendelea kumtafuna na anaendelea pia kutaka kumchokonoa dada yetu Kajala. Noma sana. Nafikiri hapo kama utakuwa na comment tofauti, nafikiri it's your favorite YouTube channel Hatboy Media. Tukutane kwenye comment.